Gilly Bonny Online TV. Jeshi la polisi mkoani Ruvuma linamshikilia mwanaume mmoja ambaye jina lake limehifadhiwa, mkazi wa kijiji cha Tingi kilichopo wilayani Nyasa mkoani Ruvuma, kwa tuhuma za kumchoma na kitu chenye ncha kali tumboni mke wake ambaye jina lake limehifadhiwa mara baada ya kugundua kuwa mwanamke wake anatumia dawa za kufubaza virusi vya ukimwi ARV. Akieleza tukio hilo, kamanda wa jeshi la polisi mkoani Ruvuma SACP Marco Chilia amesema tukio hilo limetokea Januari 21, 2026 majira ya saa 1 usiku katika kijiji cha Tingi kilichopo wilaya ya Nyasa mkoani Ruvuma, ambapo mwanaume huyo alimjeruhi mke wake kwa kumchoma na kitu chenye ncha kali tumboni baada ya kugundua kuwa mwanamke wake anatumia dawa za kufubaza virusi vya ukimwi ARV. Aidha, katika tukio jingine ambalo limejitokeza Januari 21, 2026 katika kijiji cha Ndonga wilaya ya Nyasa mkoani Ruvuma, mwanamke mmoja ambaye anatambulika kwa jina la Catherine Kinyongile mwenye umri wa miaka 56 amefariki dunia baada ya kukamatwa na mamba wakati anaoga katika eneo la fukwe ya Yeto iliyopo katika ziwa Nyasa majira ya saa 4 usiku. Mmoja ambaye jina tunalihifadhi, huyu ni Matengo, miaka 39, alimjeruhi mke wake ambaye jina nalo tumehifadhi kwa kumchoma na kitu chenye ncha kali tumboni upande wa kushoto hadi utumbo kutoka nje, na mara baada ya kutekeleza tukio hilo alichukua sumu ya kulia wadudu na kuinywa kwa lengo la kujiua. Mtuhumiwa alitekeleza tukio hilo mara baada ya kugundua kuwa mwanamke ambaye ni mke wake amekuwa akitumia dawa za kufubaza virusi vya ukimwi ARV kwa kificho, kitendo ambacho kilipelekea kutokea ugomvi baina ya hao wawili. Ndipo mtuhumiwa alipochukua hatua ya kumchoma kwa kutumia kitu chenye ncha kali mke wake na kisha na yeye kunywa sumu. Majeruhi amelazwa katika kituo cha afya Tingi akiendelea na matibabu huku hali yake ikiendelea vizuri. Mtuhumiwa amekamatwa na yuko chini ya ulinzi wa askari na yupo akipewa matibabu, na mara baada ya afya yake kuimarika atafikishwa mahakamani kwa hatua zaidi za kisheria. Mnamo tarehe 20 mwezi wa kwanza 2026 majira saa 4 usiku katika kijiji cha Ndonga, hii ni kata ya Lihundi, tarafa ya Ruhuhu, wilaya ya Nyasa, mwanamke aliyetambulika kwa jina la Catherine Simon Kinyongile, miaka 56, mkazi wa kijiji cha Ndonga, alifariki dunia baada ya kukamatwa na mamba wakati anaoga katika eneo la fukwe ya Yeto iliyoko ziwa Nyasa. Taarifa kamili ni kwamba tarehe 20 mwezi wa kwanza 2026 majira saa 4 usiku, marehemu akiwa na mtoto wake wa kike aitwaye Yosefa Kibena, miaka 30, walienda katika fukwe hizo zilizoko umbali wa mita 50 tu toka nyumba wanaoishi, na marehemu aliingia majini kwa ajili ya koga, ndipo mamba kamvamia na kumkamata na kuzamisha ziwani. Baada ya mtoto wa marehemu kuona tukio hilo na kukamatwa kwa mama yake, alipiga kelele kuita watu kwa msaada, ndipo wananchi walifika eneo hilo na kuanza kumtafuta mamba huyo, na ilipofika majira saa 8 usiku walifanikiwa kumpata mama huyo akiwa mahututi akielea majini, huku mwili wake ukiwa umejeruhiwa vibaya sana tumboni na mkononi na mkono wa kulia, ambapo mama huyo alifariki dunia kabla ya kufikishwa hospitali kutokana na kuvuja damu nyingi. Gilly Bonny Online TV.